Bwana wabariki. Kwa jina najulikana na Nabii Felix David Mugosongo kutoka kwenye maskani ya Ujumbe Saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya kinabii, kuelezea unabii uliotoka tarehe 15 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Mambo shuleni wakati anaeleza juu ya nchi ya Uganda na mambo ambayo hayana budi yangekumba Uganda. Mambo shuleni anaeleza kwa the next president wa Uganda ni General Muhoozi katika lugha zile za kinabii. Na wakati ule Uganda ilikuwa inakwenda kwenye uchaguzi mkuu, kwa maana ule uchaguzi ambao umemalizika, na Mama Shirley alizuia machafuko nchi ya Uganda. Ukiangalia katika unabii ule utaona michoro hiyo ya kinabii. Lakini Mama Shirley alieleza kabisa kwamba rais anayekuja katika nchi ya Uganda, Mungu amemchagua Muhoozi, yani General Muhoozi ndiye rais wa Uganda. Mmeona tayari sasa michoro hii inaanza kukubalika, kwa sababu Mungu alisema itakuwa kama vile katika zama za Daudi au vinginevyo, lakini ndivyo itakavyokuwa. Na hakika mnaweza kuona matangazo sasa anaanza kutoka kwamba kuthibitisha kwamba General Muhoozi bila shaka yote ndio the next president wa Uganda katika kutoa kinabii. Na mambo mkuu Yesu alieleza kwa maana majeshi yote ya Uganda yataunga mkono jambo hilo, na katika neno hizi tayari michoro yote inaanza kukubaliana. Hii yote inaonyesha kwamba Mungu mkuu Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo katika neno hizi mashauri. Kwa hiyo naweza kufanya marejeo haya ili watu waweze kujua Mungu mkuu Yesu Kristo mpingo ufunuo anaweza kuchora michoro yake kinabii na kuweka usalama kwa ajili ya kuvusha mataifa mbalimbali, na nazidi kuweka neno hizi ili watu waweze kujua kwamba Mungu mkuu Yesu unafanya mambo yake katika neno hizi mashauri. Kwa hiyo ninawaalika watu wote kwenye mataifa mbalimbali kufuatilia ujumbe wa neno kanisa kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mugosongo. Utaona kuna jumbe mbalimbali zimeshaachiliwa, ujumbe wa neno kanisa, ujumbe wa hitimisho kwa watu mataifa. Unaweza katika taifa lako lolote mahali kokote unaweza kudownload kwa kufuatilia jumbe hizi. Na sasa kuna program mbalimbali za kubadilisha lugha, fuatilia, lakini usiongeze chochote wala usipunguze chochote katika jumbe hizi, wala usitumie akili yako cosmology wala akili yako theolojia. Unapaswa kumuuliza Mungu mkuu Yesu mpingo ufunuo akupe michoro ya kinabii katika neno hizi mashauri. Lakini pia mtandao wetu wa TikTok huu tunautumia maalum kwa ajili ya kupandisha nabii mbalimbali, na mpaka sasa nabii zaidi ya 200 zimetengenezwa, na hapa tuko kwenye maandalizi ya kutengeneza documentary ya nabii 200+ ili watu wote wapate kujua neno hizi mashauri. Na tunapotumia nabii hizi kufundisha ili watu waweze kuelewa maalum, tunapoweka haya ili uweze kujua kwamba Yesu anaweza kuzungumza mambo kabla ya ili utumie nafasi kwa ajili ya kutubu dhambi na kugeuka katika neno hizi mashauri. Hatutumii nafasi kwa ajili ya kujionyesha, hatutumii nafasi kwa ajili ya kudhalilisha wengine, lakini tunatubia ili watu wajue makosa yao. Mungu huyatabiri mambo na matukio mbalimbali kabla hayajatokea ili ujue neno hizi mashauri. Tubu dhambi kama mambo mashauri. Yesu anarudi moja kwa siku tunaunganisha na ule unabii na matukio ya unabii ili kujifunza kujua Yesu anajua mwisho tangu mwanzo katika neno mashauri. Tubu dhambi kwa mambo mashauri. Yesu anarudi moja kwa siku. Sababu ile neno la Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova wakati wa tuonana katika Mungu unakuja. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni Bwana. Amina. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa wakati tulikuwa tunaimba hapa na kuomba wakati fulani, niliona natazama katika ono la Bwana, nilimuona mtu mmoja julikanaye kama General Muhoozi, mkuu wa majeshi wa Kenya au wa Uganda, kwa maana CDF Uganda. Niliona amekuja kwenye madhabahu hii, akaniambia nitie mafuta niwe mfalme. Akaniambia nitie mafuta niwe nini? Niwe mfalme. Megalazo liko, nikamuona ameletwa hapa na amekuja anaongea nami, akaniambia nitie mafuta niwe mfalme. Ninaona kuonekana kwake kama vile mabadilishano ya utawala nchini Uganda, kama unabii wa marejeo, lakini kana kwamba ni mabadilishano ya utawala katika lugha za kawaida, lakini kana kwamba kama vile kuonekana kwake kama vile katika zama zile za Daudi. Imekuwa hivyo. Sasa ninamuona sasa yuko ndani ya nchi ya Uganda, yuko kwenye uwanja wa maonyesho pale Uganda, naona anatiwa mafuta rasmi na anaapa kuwa mfalme wa nchi ya Uganda. Na Yesu ananiambia nitoe unabii huu kwa ajili ya nchi ya Uganda, lakini pia natoa unabii huu kwa ajili ya East Africa yote.
Bwana asema hivi, kuna mkakati wa siri nchini Uganda ambao vikundi vya vijana nchini Uganda pamoja na baadhi ya wanasiasa katika nchi ile wanataka kuleta machafuko mabaya kuwahi kutokea katika historia ya Uganda kwa sababu ya uleo wa madaraka, kwa sababu inaonekana kama vile kuonekana mikataba ya siri kutoka nje, watu wameingia makubaliano ya siri kwa ajili ya kuleta machafuko nchini Uganda. Mwamba Mashauri Yesu asema hivi, Jenerali Muhoozi ndio the next president of Uganda na hakuna wa kuzuia. Ni Yesu ndiye ametangaza jambo hilo mapema. Kwa hiyo Bwana asema hivi, nimetuma upanga nchini Uganda, upanga kwa wote wenye mipango ya siri ya kutaka kuleta machafuko nchini Uganda. Mwamba Mashauri Yesu asema hivi, amezuia. Leo tarehe 15 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, Bwana asema hivi, amezuia nchini Uganda na mikakati yote ya siri kwa ajili ya kuleta machafuko nchini Uganda. Mwamba wa Mashauri Yesu asema hivi, ninayafichua, ninayafunga, ninawakamata, ninaweka hadharani, na upanga wa Bwana Mungu Mashauri utatembea katika michoro ya kinabii. Na hakika ni kuwa sema Mungu Mashauri Yesu, ninaona jeshi zima la Uganda linapiga saluti kwa Jenerali Muhoozi, nasema tutakuunga mkono, wewe ndio the next president of Uganda. Asema yao Mwokozi. Pigia Yesu makofi kwa ajili ya neema. Amina. Ninaona natazama vyombo vyote vya usalama nchini Uganda vinapiga saluti kwa Jenerali Muhoozi, wanasema tutakuunga mkono, wewe ndio the next president of Uganda. Belezoba. Amina. Na Mungu ananiambia mimi ndio nimepeleka hilo jambo ndani ya Uganda. Jeshi la Uganda halitamani kuona mabadiliko ya utawala kutoka rais mmoja kwenda mwingine. Hawataki zama zile zilizopita katika nchi ya Uganda. Na mimi nimemtia mafuta Jenerali Muhoozi kuwa the next president of Uganda. Sema Amina. Na Mungu yuko hapa, nimemtia mafuta. Ninaona yule pale yuko ndani ya Uganda, yule pale naona yuko ndani ya ofisi kuu, alafu naona nchi imetulia salama. Amina. Nchi imetulia salama katika ufunuo. Yesu Biko Funuo anazungumza katika mikoto yote. Amina. Na hapa natumia nafasi hii, Waganda wote, the next president wenu ni Jenerali Muhoozi. Yesu ndiye amemchagua. Amekawaza kuwa mfalme baada ya Jenerali Belezole. Mimi namuita kama Jenerali Museveni. Belezole ba. Asema wao Mwokozi, na hakuna mtu wa kuzuia jambo hilo. Ni Yesu ndiye aliyetengeneza mpango huo. Kwa hiyo Bwana Mashauri Yesu ananiambia achilia malaika. Ninaona maelfu malaika wanashuka Uganda kwa ajili ya kudhibiti na kuhakikisha utawala wa Jenerali Muhoozi unasimama salama. We will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. We cannot and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. We shall not allow foreign interests to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts the country's security. These elements have to become responsible actors to ensure peace and security. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class.